Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Karibuni katika kipindi cha familia. Hakikisha haujakaa peke yako. Hakikisha uko na mtu ambaye unaweza kuzungumza naye. Mada yetu ya leo inasema maana ya ndoa, the meaning of marriage. Somo hili tunakwenda kuzungumza na wale ambao wako kwenye ndoa tayari, wale ambao hawako kwenye ndoa, na wale ambao wamekwisha kukata tamaa kuingia kwenye ndoa. Maana ya ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Kuna tafsiri mbalimbali ambazo watu wamezitumia kuzungumzia ndoa. Nataka nikuletee chache ambazo kimsingi binafsi sijazipenda sana, maana zimewakatisha tamaa vijana wengi kuingia kwenye ndoa. Maana ya kwanza, mwandishi mmoja akasema, ndoa ni mfumo unaounganisha mtu ambaye hapendi kulala dirisha likiwa wazi na mwingine hapendi kulala dirisha limefungwa. Watu wawili, mmoja hapendi kulala dirisha likiwa wazi, mwingine hapendi kulala dirisha likiwa limefungwa. Mpaka hapo hii definition inatutengenezea mgogoro. Wa pili anasema ndoa ni muunganiko wa watu wawili walioshindikana kuishi na wazazi wao. Kwa hiyo unakwenda kuchukua mtu ambaye tayari kwao alishakataliwa. Watatu akasema ndoa ni kualika umati wa watu waje watazame unavyojichimbia kaburi mwenyewe, tena kwa gharama kubwa. Mwingine akasema ndoa ni muunganiko wa wapumbavu wawili waliojitoa mhanga. Sasa niseme muulize wa kwako, mliunganikaje? Sasa nimegundua kuna changanyikeni. Kuna misemo kadhaa ambayo imetumiwa na watu kukatisha tamaa watu kuingia kwenye ndoa. Vijana muisikilize vizuri, hii itawasaidia sana, kwa sababu wengi wameogopa sana kuingia kwenye ndoa, na hatimaye katika ulimwengu wetu leo tumekuwa na kitu kinaitwa ndoa za muda, cohabitation. Wanakuwa na ndoa za mkataba. Lakini utufuatilie katika mikutano yetu gundua kwamba ndoa ni kitu kinachowezekana na wala sio dude kubwa linalotisha. Ndoa ni kitu cha pekee chenye furaha na amani. Kuna misemo michache nikupitishe. Mmoja akasema ndoa ni gereza, msemo mbaya kabisa. Mwingine akasema ndoa huwa ndoto za mtu. Si hata wewe unajua ulivyoingia kwenye ndoa unasema nataka mtu fulani hivi ambaye nitakuwa natoka naye, naenda bichi, tunaogelea. Kule uliko mumeogelea mara ngapi bichi? Ndoa huishia katika maumivu. Ndoa, wengine wasema wanaume huteseka sana katika ndoa, na mwingine akasema ndoa ni mateso yaliyohalalishwa. Mwingine akasema ndoa ni mwisho wa furaha yako. Wako watu waliingia kwenye ndoa wana sauti ya kuimba kisima, wanasema haleluya. Leo ziko wapi zile sauti? Bora kubaki peke yako kuliko kuoana na mtu asiye sahihi. Misemo ni mingi sana, lakini niache hiyo michache. Ndoa hubadili watu kuwa wabaya sana. Yaani mtu alikuwa mwema, anapoingia kwenye ndoa anakuwa mbaya sana. Hasa hili wamama mlisikiliza vizuri, maana baadaye tutazungumza sana. Kuna wamama waliingia kwenye ndoa ni wazuri, wana roho nzuri, wanazungumza vizuri, wana huruma, wana uwezo wa kupetipeti watoto, lakini leo wamekuwa ni magaidi wa kujitegemea, kwamba ndoa hubadili watu kutoka kuwa wema na kuwafanya kuwa wabaya sana. Ndoa nzuri haijawahi kuwepo duniani. Halafu wa mwisho akasema ndoa huondoa uhuru wa mtu. Na ni kweli ukiingia kwenye ndoa kuna kauhuru kanapotea. Unatoka zako unaenda mjini, una shilingi 10,000, ukirudi haipo, lazima utoe mahesabu ya kutosha. Lakini wale ambao wako single ni ufalme wa kujitawala. Sasa maana sahihi ya ndoa ni nini? Sikiliza maneno haya. Ndoa ni muunganiko halali wa mwanamume na mwanamke waliokubaliana kuishi pamoja kama mume na mke. Pigia mstari hayo maneno mawili. Ni mwanamume na mwanamke
Wazazi mlioko mahali hapa, hili neno msilipuuzie. Tunaishi katika zama ambazo vijana wetu waelewe tofasili ya hili neno ndoa, kwamba ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Kwa sababu leo si ajabu ukaletewa mchumba, binti yako akakwambia mama nakuletea mchumba, na akaleta mtoto wa kike mwenzake. Si ajabu kijana wako wa kiume akakuletea mchumba wa kiume mwenzake. Sasa ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi 24 anasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Sikiliza tangazo, wale mlioko kwenye ndoa, kama uliingia kwenye ndoa kabla hujalala usingizi, hudhuria mahali hapa upate operation. Kwa sababu ndoa ilianza na mtu ambaye alisinzia kwanza. Wejifanye unatazama sana, mara kwenye message, mara kwenye nini. Fumba macho unapoingia kwenye ndoa. Akalala usingizi, kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Kabla mikutano hii haijaisha, wale mnaotufuatilia nitawaambia kwa nini Adamu alisema ni mfupa katika mifupa yangu, kwamba kama Eva atakosea nilaumiwe mimi. Halafu akasema ni nyama katika nyama yangu, kama Eva atafanya vizuri nishangiliwe mimi. Ndio maana mama, unakwenda leba wewe kwa uchungu mkali, lakini mtoto anaitwa kwa jina la mume wako. Tusonge mbele. Sasa haya maneno anasema ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Leo nataka niazungumzie hapo hayo tu maneno mawili. Si kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume. Mguze jirani yako mwambie, pastor rudie au aendelee. Si kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume, na wala si kila mtu mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Unaweza kuwa umeolewa na mtu mwenye jinsia ya kiume ila sio mwanamume. Unaweza kuwa umeoa mtu mwenye jinsia ya kike lakini sio mwanamke. Nifuatie kidogo taelewa mahali hapa. Kwa hiyo mwenye sifa ya kuingia kwenye ndoa, namba 1 awe ni mwanamume, namba 2 awe ni mwanamke. Hao wawili tu. Sasa kosa kubwa linalotokea leo, vijana mnaotufuatilia sikiliza, wengi wanaingia kwenye ndoa kabla hajajichunguza kama ni mwanamume kweli au ni mwanamke. Sizungumzii habari ya jinsia. Sikiliza, yako maneno machache, sitaki kuzungumza sana habari za Kiebrania, lakini yako maneno machache kwa Kiebrania yanayomaanisha mwanamume, na mimi nikupitisha katika hayo. Neno la kwanza ni Zakari. Hebu tamka Zakari. Neno Zakari linamaanisha mtu mwenye jinsia ya kiume. Ni meli, mtu yeyote mwenye jinsia ya kiume, huyo ni Zakari. Neno la pili anaitwa Naari. Naari ni kijana mvulana, na poleni wale mlioolewa na wavulana, baadaye tutaangalia kile kitachofuata. Naari. Lakini namba 3 anaitwa Ben. Ben ni mwana. Namba 4 ni jina ambalo nimelipenda, anaitwa Ishi. Hebu tamkeni wote Ishi. Ishi ni nani? Ishi ni mwanamume mwenye ukomavu ambaye ana sifa 7 zifuatazo. Wanawake mlioko hapa, anza kukagua hizi sifa kama mume wako anazo. Kama hana, leo njoo kwa Pastor Butoke akuombee huyu mwanamume awe Ishi. Namba 1, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Tajiri wa kwanza Njombe anamjua, masikini wa mwisho anamjua. Huyo hajafikia umri wa kuitwa Ishi, maana hapendi kazi. Na kwa kukosa huu wajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Sasa sifa ya kwanza ya Ishi ni mwanamume anayependa kuwajibika, mpiga kazi. Ukimkuta amechafuka, anachafuka kweli. Namba 2, sifa ya pili ni mtoaji. He is a provider. Ukiona mwanamume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena. A provider.
Hata kama, sikiliza, kwenye mikutano hii nitakwambia habari nzuri kwa wanawake lakini mbaya kwa wanaume. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Sifa ya tatu ya mwanamume ambaye ni ishi, ni mtu mwenye uwezo wa kuona mambo kabla hayajatokea. Mwanamume ana binti yake nyumbani, anakuja kushangaa binti ni mjamzito. Yaani dalili zote za kwamba anaelekea kupata ujauzito usio halali hakuziona. Huyo mwanamume hana sifa yake. Ni wale wanaosinzia sebuleni na kuuliza mbona hamjaivisha. Namba 5, huyu ishi ni mwanamume ambaye anapenda kwa gharama yoyote hata kumwaga damu. Penda. Amekuchukiza, unaacha hela ya matumizi. Amekununia, wewe unamwimbia. Hebu wanaume mnipungie mkono mnaonisikiliza mahali hapo. Kupenda hadi hatua ya kumwaga damu. Sifa ya 6 ni mwanamume ambaye ni mlinzi, a protector, anamlinda mwenzi wake.